Tuna siri kubwa sana kwenye ibada. Anaposema painulieni patakatifu mikono yenu, unajua tu maana ya kuinua mikono? Hiyo ni kwenye Zaburi, anasema painulieni patakatifu mikono yenu. Na mnamkumbuka Musa wakati amepanda mlimani anaenda kupigana vita ya Amaleki, wakati Joshua yuko chini. Kitu gani kilimpa Musa kushinda vita? Alipokuwa anainulia mikono patakatifu. Alipokuwa anashindwa kuinua, Israeli anapigwa chini. Kuna nguvu kubwa sana kumuinulia mikono ibada Bwana wakati unaabudu. Na wengi tunaona ni utumwa, but let me tell you, wakati unainua mikono kuna vita inayopiganwa na Mungu usioijua. Lakini kwa sababu shetani anajua siri ya ibada, anakamata mioyo ya watu na kuwaonyesha ninyi si wale, hampaswi kunyanyua mikono. Lakini kuna siri katika kunyanyua mikono. Mnahangaikaga na maombi ya kuombea mikono, sipi natakasa mikono, navunja nguvu kwenye mikono. Ukiwa mfanya ibada, mikono yako automatic. Umesahau neno linasemaje? Anasemaje kwenye Mithali 3:16? Utajiri na heshima katika mkono wa kushoto, wingi wa siku katika mkono wa kuume. Maana yake unapomnyanyulia Mungu mikono, anakagua utajiri wako na heshima yako. Kama umepungua anauongeza. Kama kwenye wingi wa siku una shida, anakagua vile vile. Kama kuna shida, wingi wa siku haimini magonjwa, chochote kinachokushambulia anakagua. Lakini kwa sababu hatuvitambui na tunaingia kwa namna ya kujisikia unafanya unachokitaka, ndio maana watu wengi tunakuwa na mikusanyiko ya maombi sometimes isiyo stahili. Maana yake mikono yako uhitaji kuombea sana, inatakiwa kitakasike kwenye ibada. Ndio maana Zaburi ya 24 akasema, ni nani atakayepanda katika mlima wangu mtakatifu? Ni yule aliye safi, asiyeinua mikono yake kwa ila. Hauinui mikono ibadani, unatafuta maombi ya kuombea mikono. Wapendwa, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. There is a place ambapo mikono yako inakuwa purified, inakuwa sanctified, inatakaswa, inasafishwa. Hauhitaji kuiombea. Unapopainulia patakatifu ndo wanajua kuna nini kwenye mikono yako, sio wewe unajua nini kwenye mikono yako.